wewe ni chombo cha Bwana cha vita. Nafikiri tunafahamu vyombo vingi katika maisha yetu ya hali ya kawaida. Jumbani kwetu tuna vyombo vya aina nyingi. Kuna vyombo vya chakula, kuna vyombo vya usafi, kuna vyombo vya nini, lakini leo tunajifunza kwa habari ya kuwa wewe ni chombo cha Bwana cha kivita. Na mtu yote ambaye amempokea Yesu Kristo kwa mtazamo wa kiroho, Bwana anamtaka kuwa ni mmoja wa askari ambaye atatumika katika upande wake, atakayesimama kwa ajili ya kutetea bendera ya Kristo na kutetea wokovu wake. Kwa hiyo hakuna mtu yote ambaye utaokoka utakuwa kama raia wa kawaida. Wewe ni askari, na kama ni askari basi wewe ni chombo cha Bwana. Na Mungu ndiye nguvu yetu, na kama Mungu ndiye nguvu yetu, inatakiwa sisi tujiunganishe kwake, na yeye anatutumia sisi ili kufanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo katika huduma, kama nilivyosema kwamba katika huduma za kiroho kuna vyombo vingine vya kuvunia, kwamba tumeitwa ili tuwalete wengine kwa Kristo, ndipo tulipofanyika. Lakini pia tumeitwa kwa ajili ya huduma, kuhudumia wengine, kutenda kazi ya Mungu. Kuna wainjilisti, kuna walimu, kuna nini. Tumeitwa kwa ajili ya kuhudumu, na pia tumeitwa kama vyombo vya kivita. Sasa leo tunaangalia kipengele kimoja tu cha kwamba wewe ni chombo cha vita cha Bwana. Mungu anataka kupitia wewe akutumie katika kuharibu ulimwengu wa roho wa ibilisi shetani. Ni kwa jinsi gani ambavyo wewe sasa utajiweka tayari kutumika na huyu Mungu, kwa sababu yeye nguvu anayo, silaha nazo kubwa, na silaha zetu hazishindi na silaha zote zile. Hilo ndio tumaini kubwa tulilo nalo, kwamba silaha tulizo nazo ni kubwa kuliko silaha za adui. Amen. Na adui tunayepigana naye amekwisha kushindwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Biblia inatuambia kwamba adui tunayepigana naye ameshashindwa kutangia pale msalabani. Yesu alipomaliza kazi akasema imekwisha, na adui naye amekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bado kuna the element, kuna maagent ambao unajua hata adui naye hata nyoka unapumua, wakati mwingine ule mkia unaendelea kupiga namna hii ya mkia, unafikiri kwamba nyoka anaweza karuka tena, kumbe ameshakufa. Piga Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo alivyo shetani, kwa sababu Yesu alimgongelea kichwa, alipasua kichwa cha shetani. Kwa hiyo nguvu yake haipo tena. Kilichobaki tu sasa yamkini ni mkia, unakutisha. Ule ni mkia tu, lakini hana nguvu tena. Kwa hiyo ni lazima tufike mahali kwa kujitambua kwamba sisi ni askari au vyombo vya Bwana vya kivita, na ukae kwa mtazamo wa chombo cha Bwana cha kivita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huku ni kushinda tu, hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Amen. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Isaya 41. Soma mistari miwili tu, wa 14 na wa 15. Isaya 41 mstari ule wa 14 na wa 15. Kama umepata mazo kusoma wala somaji wa haraka, naomba tuende haraka kidogo. Tumefika. Anasema, karibu. Usiogope Yakobo, uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. 15. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali, kipya cha kupuria, chenye meno. Utaifikicha milima na kuisaga na kuisaga mawe. Utafanya vilima kuwa kama makapi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Yakobo, usiogope Israeli, ewe uliye mdudu. Anafanisha na mtu ambaye ni hana nguvu, ni mtu dhaifu, mtu mdogo sana kama mdudu. Anamwambia usiogope Yakobo na ewe Israeli. Tazama, nitakufanya kuwa chombo. Nataka kukufanya kuwa chombo kipya na kikali chenye meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Chombo cha kupikicha milima. Bwana Yesu asifiwe sana. Chombo hichi ni kipya na kikali, na kinakaja kupikicha milima na kuifanya milima iwe kama makapi. Ndio kazi ambayo Mungu anamtazamisha Yakobo, kwamba nitakufanya kuwa chombo kipya kikali chenye meno. Sio
chombo butu, ni chombo kikali chenye meno, na pia ni chombo ambacho kazi yake ni kuifikisha milima. Bwana Yesu asifiwe sana. Milima ni kazi sana kuhamisha mlima, lakini Bwana anamtazamisha Yakobo kwamba chombo hichi kitakuwa kina nguvu kiasi gani, kitakuwa na mamlaka kiasi gani. Ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu kwamba sisi ni vyombo vya Bwana, na Mungu anatazamisha kwamba katika maisha kuna milima, kuna mambo magumu ambayo unayapitia. Wakati mwingine adui amejipanga kama jeshi kubwa, lakini ukiwa na makali, ukiwa na meno, unaweza kuisagasaga hiyo jeshi lote ukalisambaratisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kulisambaratisha kwa sababu unazo nguvu, unayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kazi ya hichi chombo. Kazi ya kwanza ni kuharibu ile milima, kuisambaratisha na kuifanya kuwa kama makapi. Unayo mamlaka makubwa sana. Na huku tena wamekuja na huku tena kuharibu nchi yetu, kwa sababu walikuwa na nguvu ya Mungu. Akifika mahali hali ya hewa inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu walikuwa wamejitambua kwamba wao ni vyombo vya Mungu vya kivita, na mamlaka iliyoko ndani yao walijua kuitumia sawa sawa. Haleluya. Amen. Fungua kitabu cha Yeremia 51 sura ya 20. Yeremia 51 sura ya 51 mstari wa 20. Mstari mmoja wa 20. Kimbia kidogo kwa sababu ya muda, tunataka tuwahi wanafunzi kabla hawajatoka tuwaombe. Kwa hiyo alipata Yeremia 51 mstari wa 20. Nasoma. Karibu. Inasema wewe ulungu langu. Wewe ulungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitawavunja vunja mataifa. Kwa wewe nitawavunja vunja mataifa. Na kwa wewe nitaharibu falme. Ishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakuona wewe ni chombo chake. Anasema kwa wewe nitavunja vunja mataifa. Kila adui aliyesimama mbele yako atavunjwa vunjwa, kwa sababu kwa wewe Mungu anasema kwa wewe nitaponya wagonjwa kupitia wewe. Utaweka mikono, sasa ukeni mikono juu ya wagonjwa na wewe utapokea nini? Afya. Kupitia wewe Mungu atafanya kazi kubwa. Kupitia wewe Mungu atakujitwalia utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini hajasema kwa kupitia malaika? Alikuwa na uwezo kusema tu kupitia malaika nitafanya mambo makubwa, ni vyombo vyangu vya vita. Malaika wapo wanapambana katika vita pia. Na tunaona kule mbinguni vita hakuna tena, vita iko huku kwetu chini. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma Biblia inasema kwamba kulikuwa na vita kule mbinguni kati ya shetani na malaika za Bwana, wakamshinda yule ibilisi akatupwa chini. Na baada ya hapo vita vikahamia chini. Biblia inaendelea kusema kwamba akasema naweka uadui kati yako na uzao wa yule mwanamke. Ile vita haikuishia pale msalabani. Hata sisi ambao tumekuja tumezaliwa na mwanamke, vita inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tusimame, tutambue kwamba tuna vita. Na kitu kingine ambacho kinatusababisha tuwe vitani, tulinyang'anywa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kupoteza mamlaka pale kwenye bustani ya Eden, tukanyang'anywa kila kitu. Tukabaki watu tu wa kawaida. Tulipokuwa watu wa kawaida, shetani anaweza kututumia kama anavyotaka. Lakini Yesu alirudisha ile mamlaka. Lakini pamoja na kurudisha ile mamlaka yote, ni lazima upambane. Kwa sababu anavyo vitu vyako vingine vimechukuliwa, anavimiliki. Ukitaka kuvipata lazima upambane kumtoa pale alipo ili uweze kuvichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kwamba shetani alimpeleka Yesu kwenye kinara cha kanisa akamwambia kwamba unaona hii mali yote, miliki yote, ukijisujudia nitakupa kwa vitu vya. Yesu alisema sio vya kwake. Kwa wale wasomaji wa Biblia, alisema sio vya kwake. Hakusema. Ndio. Kwa hiyo shetani anamiliki kama hujao kwa Kristo namna kuvichukua vitu vyako. Atakupeleka leo kwenye kinara kile kinasema vyote hivi ni vya kwangu. Kwa hiyo ukijisujudia nitakupa hivi navyo. Unataka pesa, unataka utajiri, unataka nini, ni vya kwangu. Amejihodhi ile mali yote ya Mungu ameifanya kuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia ni mdanganyifu. Lakini lazima tupambane. Soma katika Ufunuo inaelezea kwa habari, akasema sasa tumekuwepo na wokovu duniani kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yeye awashtakaye usiku na mchana, lakini nao watamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutamshinda huyu shetani
kwa damu ya mwana kondoo. Kabla sijaendelea sana, unaweza kutafakari kwamba je, kuna umuhimu gani au kuna muhimu, kwa nini wewe uwe chombo cha Bwana? Hebu fikiria, kwa nini wewe utumike kama chombo cha Bwana? Mungu angeweza kutumia malaika kama nilivyosema, Mungu angetumia nguvu zake kujipigania, lakini sasa anataka wewe uwe chombo chake cha kivita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ana nguvu na silaha zake ni kubwa mno. Wakati mwingine tunabeba silaha ambazo zinatuzidi hata uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukishindwa sisi, sio Mungu ameshindwa. Mungu yeye ni mshindi siku zote. Wakati mwingine ni mbeba silaha, askari anayebeba silaha ndio dhaifu. Haleluya. Tunaona kwamba katika uwanja wa vita kuna wale askari wa mbele ambao wale kusafisha njia wanatangulia, hawana utaalamu wote, hawana ujuzi wote, ni kwenda tu wanakufa. Je, wewe ni mmoja wa askari wa namna hiyo au ni chombo cha namna hiyo? Lakini Mungu anataka kwamba uwe ni chombo chenye maarifa ya kivita. Uwe ni chombo ambacho kinatumika sawa sawa na jinsi yeye anavyotaka. Kwa sababu Mungu hataki kushindwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka ashinde vita kwa sababu shetani ameshamshinda, ameshamnyang'anya nguvu na mamlaka yote. Umebaki wewe sasa ambaye uko duniani kupambana katika kumiliki na kutawala vile ambavyo Mungu alikupa mwanzo, katika baraka zako, katika utajiri wako, katika hali yako ya kiafya unapambana, kwa sababu shetani siku zote anafanya vita na mtu aliyeokoka, anafanya vita na mtu ambaye anamtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani katika kutembea kwake anasema kwamba alifika duniani akaonana na Mungu, akasema umemwona mtumishi wangu Ayubu? Akasema Bwana umemzingira. Kwa nini alimzingira? Na maana shetani alifika kwa Ayubu akamkuta amezingirwa, si ndio? Alishafika kumtembelea akakuta huyu jamaa yuko fiti. Haleluya. Akarudi kwa Mungu akamwambia Bwana, yule kwa sababu umemzingira, hebu mwachie. Nataka mimi ni deal naye. Vijana wasikiza nasema ni deal naye. Ila mwachie ili mimi niweze kumpiga. Kumbe alikuwa amezingirwa. Kwa hiyo wewe kama chombo cha Bwana ni lazima ushikamane na huyu Mungu ili Mungu akuzingire. Wakati mwingine unashambuliwa, wakati mwingine adui anapanga mashambulizi hujakaa sawa, lakini ukiwa uko tayari kivita wakati wote utakuwa macho, hautalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo machache hapo nilikuwa nataka nizungumzie. Kuna mambo kama 4 nataka nizungumzie. Kama tukikubali kuwa vyombo vya Bwana, kuna mambo ambayo Mungu atayafanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka, jambo la kwanza, sisi kufanyika vyombo vya Bwana. Mungu anataka kuona kwamba ile kazi ambayo yeye alikuwa akifanya ifanyike dhahiri duniani kama yeye bado angali yuko hapa. Ndio maana anasema zile kazi ambazo nilizifanya mtazifanya hata zaidi ya zile. Kwamba anataka ile kazi ambayo alikuwa akiendelea nayo hapa duniani na sisi tuendeleze vile vile. Kama alikuwa akiponya wagonjwa na sisi tuendelee kufanya vile vile. Kwa sababu ametuweka kuwa vyombo, mawakili wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka kuona kwamba kile ambacho alikuwa akikifanya Yesu hapa duniani kinaendelea. Kuna mwendelezo wa kazi ya Yesu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kama kuponya wagonjwa, tuponye, tuwaweke mikono wafunguliwe. Kuhubiri habari njema tuhubiri. Tutangaze habari ya wokovu kama jinsi Yesu alivyokuwa akifanya. Hiyo ndio kazi ya chombo cha Bwana. Biblia inasema kwamba tukimwamini Yesu, zile kazi alizozifanya tutafanya hata kubwa kuliko zile ambazo Yesu alifanya. Haleluya. Tutafanya kazi kubwa kuliko hata zile Yesu alizozifanya. Lakini hata zile alizofanya Yesu hatujazifikia. Leo hii hata zile alizofanya Yesu hatujazifikia kabisa. Yamkini hata nusu hatujafikia. Sasa tutafika na kumvuka Yesu kweli? Ukiangalia tutafika na kumvuka Yesu? Ni kitu kigumu. Tukikaa sawa sawa na huyu Mungu, Mungu atajidhihirisha kwenye maisha ya watu. Tutamuona Kristo aliyeko ndani yetu kwamba yungali hai, anatenda kazi hata sasa. Lakini tukiwa Kristo oigoi, hatuwezi kumtangaza Yesu. Na tunamtangaza Yesu kwa matendo yetu. Watu wanaona kabisa sisi tumeokoka.
by way jinsi tulivyo, jinsi tunapofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nampenda mchungaji. Kuna siku alisema kwamba anataka muone Yesu yule ambaye anahubiriwa kwenye Biblia, anachomoka kwenye makaratasi, alafu anakujia live. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nichukue hilo neno. Sio unasoma tu neno Mungu aliponya wagonjwa akafanya. Anataka aone, anataka muone Yesu anainua watu waliokaa vizuri. Shetani yuko kazini kwa ajili yako. Hata kubali ufanikiwe. Wakati mwingine uchumi wako wewe haumwi kweli, lakini uchumi wako ni hoi. Kwa sababu shetani amekukamata kwenye uchumi, anajua ukitoka hapo utakuwa ni mtu fulani. Anazuia uchumi tu. Acha anakuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku nalia na madeni, jamani nikopa, nina nini, kakamatia tu kwenye uchumi pale mpaka kieleweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni vita. Unatakiwa upambane, ingia rohoni upambane. Kumtoa hapo aliposhikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wana mali lakini wana mafarakano. Una kila kitu lakini una mafarakano. Hauna amani, hauna kibali kwa watu. Watu wanakuchukia pasipo bila sababu. Hiyo ni vita. Wengine ni uzao wako. Uone hata mtu mmoja wa kumridhisha ulivyonavyo. Kwa jinsi walivyo. Hiyo ni vita. Mtakao pambane nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine maombi anasema nataka kuomba, nashindwa. Nimekwama kabisa, nataka kuomba tu maneno kwanza yanakauka. Sina hata kitu cha kumwomba Mungu. Anabaki kama jinsi alivyo. Sasa utaishije bila maombi? Wataendelea watu kukuombea kwa niaba yako. Huko hamna niaba ya maombi. Lazima uombe. Hiyo ni vita, lazima upambane nayo. Kwa hiyo Bwana atakushindia vita yako. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 na 4, tutasoma kwa muda wako. Inaelezea kwamba japokuwa tunaenenda katika mwili, lakini tunapigana vita. Tuko katika vita, tunapambana katika hali ya kiroho. Na vita vyetu sio katika mwili. Vita vyetu ni katika roho. Japokuwa tunaenenda katika mwili, maisha yetu ya kawaida yako katika mwili, lakini tunafanya vita katika ulimwengu wa kiroho. Tuna vita katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo unaweza kaa uko hapa duniani umerelax tu uko vizuri, lakini nikutazamishe kwamba tunaenenda katika mwili. Kwa hiyo tunasema, lakini tuko katika vita. Na vita hivi ni vya kiroho. Mungu atusaidie. Ni lazima tushinde. Lakini kitu cha msingi sana, hii vita ni ajabu sana. Inapopiganwa ni tofauti sana na jinsi unavyoona kawaida. Unaweza kaona majeshi makubwa, masilaha makubwa, lakini wakati mwingine vita inaanzia rohoni. Huko nje inakuja ni matokeo tu ya ile vita iliyopambanwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mara nyingi ilivyo. Na ushindi unaanzia rohoni. Kwa kila kitu kinaanzia rohoni. Unaweza kaona mtu fulani amekuchukia bila sababu, kumbe vita ilikuwa ndani mnapambana. Sasa ameshindwa kule, anakuja katika hali ya ulimwengu wa kawaida, anakuchukia bila sababu, kwa sababu mlikuwa naye katika vita rohoni, ukamshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba vita hivi tunao ushindi tayari. Tunapambana lakini ushindi uko tayari mbele yetu. Ni jinsi gani sisi tutajiweka tayari kumtegemea huyu Mungu na kumwishia yeye, ili yeye ajidhihirishe kwa nguvu zake na kwa uwezo wake, atuweze kutuvusha kwa namna ya ajabu apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kuangalia mifano michache. Mfano wa kwanza tumwangalie Yoshafati. Yoshafati alikuwa ameingia katika uwanja wa vita, anataka kupambana. Makabila yameungana kwa ajili ya kuleta vita na yeye. Akamlilia Mungu, akamlingana Mungu, akasema vita hii Bwana, watu hawa wametutishia Bwana, wanataka kutuua. Tutafanya nini? Watu wa Israeli wakavunjika moyo, wakapata hofu. Lakini Bwana akaja na neno la tumaini kupitia nabii wake, akasema usiogope Yoshafati, kwa sababu hii vita unayopambana nayo sio vita yenu, ni vita yangu. Kwa hiyo hata vita unayopambana nayo ambayo kwenye maisha yako ni vita vya Bwana. Usiogope. Nitakuonyesha jinsi gani utakavyoshinda hao maadui. Walishinda kirahisi. Si ndio watu wa Mungu wanaosoma Biblia wanajua kwamba
Mungu alimwambia tu andaa kikundi cha sifa, waniimbie sifa, wanishukuru, walinue jina langu, vita imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwangalia mtu mwingine, Elia. Elia alikuwa katika vita na wale makuhani wa Baali. Ile ilikuwa ni vita kubwa sana siku ile, kwa sababu angeshindwa tayari wangemkatakata. Haya, tumuite Mungu. Anzeni wa kwenu. Wakaita, hakuitika, akaita, hakuitika, wakajikatakata. Labda atasikia, hakuna. Just imagine kama yule Mungu wao siku ile angeitika. Ingekuwaje? Wakati mwingine pamoja vita tujihatarisha, lakini tukimtegemea huyu Mungu hatuwezi kufa, tutaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Elia akasema sasa mmeita, mmemaliza jamani na mimi naomba niite sasa. Bwana shuka. Na ijulikane leo kwa Mungu wa Elia. Bwana akashuka. Akashusha moto. Ile sadaka ikateketezwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyo ndiye Mungu ambaye ametuita kwa vyombo vyake. Kwamba anapigana kwa namna ambayo anajua yeye. Kitu kikubwa sana cha kukushangaza, unapojifunza neno la Mungu, angalia kwa habari ya vita vya Israeli na wale wafalme wa Shamu. Nyakati zile za Elisha, Mungu akamtokea Elisha. Alikuwa ni nabii wa Mungu akifanya kazi. Tunaona kwamba Elisha alikuwa na mtu wa chini yake ambaye msaidizi wake alikuwa ni Gehazi. Walipita katika hali hiyo wakiendelea kumtumikia Mungu. Lakini kwamba kuna mfalme huyu wa Shamu akawa anapanga vita na Israeli. Wakawa anapanga, akaita kikosi cha askari wake kwamba jamani tuwavamie hivi, tufanye 1 2 3. Lakini kila akiita kikao siri zinavuja. Akasema hapana, kuna mtu miongoni mwetu anatusaliti. Kwa nini tunapopanga mikakati ya kivita kuna siri zinavuja zinaenda kule Israeli? Ni nani huyo katikati yetu? Kuna mmoja amekuwa kinyume na sisi. Akasema hebu ijulikane kama kuna mtu. Bwana mmoja akainuka akasema, mfalme usipate tabu. Kule Israeli kuna mtu mmoja anaitwa Elisha. Kwa kila kitu kinachofanyika hapa, hata kama ni kitandani kwako, habari zinamfikia Elisha kule aliko Yerusalemu. Kwa hiyo hakuna kinachofichika hapa. Hata kama tukijificha tunapanga tunaenda katika njia fulani, na Elisha anamwambia mfalme wa Israeli kwamba watapita njia fulani, jihadhari usipite kule. Kwa hiyo wanavuka. Tutaenda mahali fulani, siri inavuja. Hakuna wampata. Sasa tunafanyaje? Akamwambia, Bwana yuko mtu mmoja mtumishi wa Mungu nabii anaitwa Elisha. Huyu Elisha kila kitu ambacho kinafanyika hapa anajua. Hata kama kinafanyika chumbani kwako mfalme, unateta chumbani, anajua. Kwa hiyo lazima umshughulikie kwanza huyu mtu wa Mungu anaitwa Elisha. Ukimuua huyu mtu, tutawashinda hawa watu. Akasema niitieni kikosi. Akawaita jeshi kubwa, wakaenda kumvamia Elisha ili wamuue. Habari zisivuje tena, wamkamate mtu huyu. Hiyo unaweza kupata katika Waamuzi sura ile ya Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 23. Tunaona kwamba basi wakatuma yale majeshi. Walipofika pale, kitu kilichofanyika ni nini? Gehazi akatoka ndani akamwambia, Bwana mkubwa, tumekwisha. Kwa nini tumekwisha? Angalia kule. Wakatazama katika ule uwanda, ni majeshi makubwa ya farasi wa kivita wazunguka pande zote. Tunafanyaje? Akasema, usiogope. Tulio nao ni wengi kuliko hao unaowaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie jirani yako kwamba tuko wengi. Tuko wengi. Na wengine waonekani, ila tuko nao. Unaona katika hii vita, tuko wengi. Kuna malaika wametuzunguka. Tuko wengi katika hili jeshi, kuna malaika wasioonekana. Haleluya. Haleluya. Kama mtu mbaya anazungukwa na mapepo mengi, lakini mtu aliyeokoka anazungukwa na malaika wengi. Haleluya. Akasema tuko wengi. Bwana naomba ufungulie macho yake aone. Akija kufungulia macho yake akaona majeshi makubwa na magari ya moto, akasema sasa tuko sawa. Kitu ambacho nikisoma Biblia kinanipa nguvu sana. Elisha alipofanya ile jeshi, alipolitengeneza ile jeshi kuwamaliza,
Nilishangaa sana. Walishaona vita naambiwa kwa chakula. Yaani watu maadui wanapikiwa chakula afu naambia nendeni. Hatuwapigi wala tuwafanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha katoka akasema, majeshi yote jamani, hapa mlipo sio sehemu mnakotaka kwenda, mmekosea. Mmekosea ramani, hapa mmeenda sio penyewe, na njia mliojia sio. Sasa, na kabla hajasema hapo kwanza alimwambia Bwana wapige upofu. Wakapigwa upofu. Baada ya kupigwa upofu akatoa tangazo kwamba mmekosea njia, hapa mlipofika sio penyewe, na njia mliojia sio yenyewe, nifuateni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mguu kwa mguu, mguu kwa mguu, mpaka kwa ufalme wa Israeli. Ingieni kwenye ngome, mlango ukafungwa. Wakafunguliwa macho. Bwana wafungue macho. Mfalme wa Israeli alipoona akasema nataka niwashambulie, niwamalize, nifanyaje? Akamwambia tulia. Watu hao hujawaleta hapa walipo, mimi Bwana amewaleta. Kwa nini washambulie kwa mishale? Kwa nini washambulie kwa risasi? Watu hao wamekuja, Bwana amewaleta maadui pasipo vita. Akamwambia tulia. Msaidieni yule mtu pale. Watu wachache msaidie yule mtu pale. Akasema Bwana ndio amewatia mikononi, kwa hiyo hamna haja kupigana nao. Wapikieni chakula wale waondoke. Ndicho kilichofanyika. Waje mwache kiti cha mbele hapa. Mleteni hapo kiti cha mbele. Moja kaina. Kwa hiyo vita hii inapigana kwa namna ya ajabu. Na tunashinda kwa namna ya ajabu. Nitaka tunikupe habari hizi za Elisha. Jinsi ambavyo alivyoshinda hii vita. Na tangu hapo anasema wale maadui hawakuja tena kuvamia taifa la Israeli. Ni vita ambayo iliisha pasipo pigano. Mtafute Mungu kibinafsi. Tafuta uso wa Mungu, tafuta nguvu za Mungu wewe mwenyewe hapo ulipo. Umtumikie Mungu mahali ulipo. Ukafanye mambo makubwa ambayo tumeyasoma watumishi wa Mungu wakiyafanya. Hata kwako leo inawezekana. Vita ulionayo, majaribu unayoyapitia, hebu wewe mwangalie huyu Mungu ambaye aliwashindia wale. Hata sisi anaweza kutushindia. Hata sisi anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumwishie huyu Mungu. Unapofikia mwisho, tengeneza moyo wako. Weka uhusiano mzuri na Mungu. Yale ambayo umeyasoma, yale ambayo umeyasikia, yafanyie kazi. Yatendee kazi. Simama kwa miguu yako.